Na hivyo ndivyo nilivyoingia ndani ya hii nyumba. Baadaye akazaliwa James. Mama James alikuwa ananichukia sana. Kwake nilikuwa sina zuri. Taratibu baba James naye akaanza kunichukia. Nikaishi maisha ya taabu sana hapa ndani. Na maisha yenye manyanyaso makubwa. Ndipo nilipoamua kutafuta sumu. Na nikawaua ili kuweza kulipiza kisasi cha mama yangu. Na mama yangu aweze kupumzika kwa amani. Na vipi kuhusu James? Alikosea nini? James kosa lake lilikuwa ni kunionyesha picha za wazazi wake mara kwa mara. Ikiwa mimi nawachukia sana wazazi wake, niliamua kumuua pia. Kwa hiyo unataka kusema kuwa wewe ndio ulimpatia pesa Dula. Dula ampatie pesa Joseph ili mpango wenu ufanikiwe? Ndiyo afande. Maana siku ya sherehe yake ndio ilikuwa nafasi yangu ya mimi kulipiza kisasi changu cha mwisho. Ulijuaje kama kutakuwa na sherehe namna ile? Wakati aliyepanga mpango mzima alikuwa ni Eric. Mimi ndo nilimpa hili wazo Eric. Mwaka jana nilimwambia nataka nimfanyie surprise James ya siku yake ya kuzaliwa. Na nilimwambia hivi Eric nikiwa najua hili litaishi kwenye akili yake. Na sherehe ilipokaribia, nilimwambia Dula amkumbushe. Kwa hivyo kilichotokea nilikuwa najua kila kitu. Na kuhurumia kama mzazi. Lakini upande mwingine nasimamia sheria pia. Ulipaswa kutoa taarifa mapema kama unapitia kipindi kigumu. Wengi hujikuta kwenye hatia pale ambapo wanahitaji kulipiza visasi. Afande, mimi sijutii. Nina amani afande. Moyo wangu una furaha. Lisa, ina maana imefika hatua unakosa hata chembe ya utu ndani yako? Nilikuwa nina utu zamani afande, kabla mama yangu hajauawa. Lakini mama yangu alipouawa na mateso niliyoyapitia, sina utu kabisa afande. Naielewa saikolojia yako kwa sasa. Kuna tiketi ya kwenda Morogoro imekutwa kwenye vitu vyako. Na inaonyesha leo lingeenda Morogoro. Morogoro ulikuwa unaenda kwa nani na kufanya nini? Kumtafuta bibi yangu. Nilisikia anaishi Morogoro, lakini sijui ni wapi. Swali moja la mwisho. Unakiri ya kwamba wewe ndio umehusika na hivi vifo vyote? Ndio. Nakiri afande. Mimi ndo nimefanya hivyo. Kwa ushahidi uliopo, Lisa anakamatwa rasmi kwa kuhusika na kifo cha James na kuhusishwa na vifo vya wazazi wake na James. Pia Dula na Joseph, nyinyi pia mnakamatwa kwa kula njama za kufanikisha kifo cha James. Afande, sasa mimi nakamatwa vipi tena wakati nimeshiriki kutoa msaada wa kutoa taarifa za wauaji? Ni vyema ukakaa kimya, kwa sababu chochote utakachokizungumza kuanzia sasa hivi kitatumika kama ushahidi dhidi yako.
Eric, wewe hauna hatia, uko huru kuanzia sasa, ila ni vyema kujiepusha na vitu ambavyo vinaweza vikakuweka kwenye hatia. Na hii sio kwa Eric tu, na kwa ninyi wengine wote mliobaki. Kumbukeni kwamba sheria ipo na jeshi la polisi lipo. Afande. Dula, Joseph, tusimame. Chukua wapeleke kwenye gari hapa. Afande, kwa hiyo unaweza kwenda nyumbani? Ya, unaweza kwenda nyumbani na vitu vyenu vyote vitarudishwa, lakini pia mnatakiwa kurudi makwenu wote, kwa sababu hii nyumba itakuwa chini ya uangalizi wa kisheria mpaka pale ambapo ndugu wa familia atakapopatikana. Aise, shukrani sana afande. Samahani afande, umefanyaje mpaka kugundua hii muuaji? Halo? Kuna mauaji? Sawa, tuma location, nakuja sasa hivi. Ni kazi yangu. Hujambo mtazamaji wa Pakamia Studio. Habari ni kwamba kuanzia sasa tutakuwa tunaachia episodi mpya kila wiki siku ya Ijumaa na Jumamosi kwenye chaneli yetu ya Pakamia Studio. Pakamia Studio, burudani bado zinaendelea.